ukiangalia Peter Shalulile na jinsi anavyocheza na alivyokuwa anacheza Samuel Eto'o, anaweza kana tofautiana labda nafasi ya kwanza anazipata, lakini katika eneo la ushambuliaji na jinsi ambavyo alikuwa anatengeneza nafasi, inaona namna ambavyo wanafanana kwa kiasi kikubwa. Utofauti mkubwa ni katika kukaa na mpira na kufanya dribbling. Kwa maana Samuel Eto'o alikuwa yani ana ubora sana kuliko Peter Shalulile. Na bahati nzuri washai kukutana hawa na waliongea na kwa upande wa Peter Shalulile mwenyewe alikiri kabisa kwamba Samuel Eto'o ni idol wake. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo anajifunza kwenye kushambulizi pale ambapo anapata nafasi kwenye eneo la kushambulia, kujifanya kwenye positioning alikuwa anajifunza kupitia yeye. Kwa hiyo hata ukiangalia the way anavyocheza kwa umri ambao anazungumza miaka 32, sawa, uoni kama anaweza kumpa shida sana, kwa sababu yeye ni kukaa kwenye nafasi ambazo amezifanyia kazi kwa muda mrefu. Lakini pia watu ambao wanazungumza kwenye hoja ya miaka 32 nitakuwa na washangaa kwa kushangaa hivyo, na kuwakumbusha, hebu wavute picha ya mchezaji alikopo Young Africans kanda Pyramids, Mayele ana umri wa miaka mingapi? Kwa hiyo ni kitu ambacho watu wafikirie ukubwa wake na faida ambazo wanaweza kaleta ndani ya klabu ya Young Africans. Kwa hiyo kwa upande wangu Yanga wamelamba dume. Itategemea tu na baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikamsaidia. Unajua ye mwenyewe alishaye kuzungumza wakati kwa na Mamelodi Sundowns, walimuuliza kuhusiana na uwezo wake. Alishaye kusema kwamba uwezo wangu si kitu, ila watu ambao wananisaidia kukamilisha majukumu yangu. Mimi sina, yani unajua ni mchezaji anajitambua kabisa kwamba mimi sio mtamu mzuri, sio mtamu ya kutosha kwenye miguu yangu, ila wale ambao wananisaidia kukamilisha malengo yangu. Kwa hiyo anatambua uwezo wake kwamba yeye sio dribble mzuri na sio mtu ambaye anaweza akafanya vitu vya mfano mchezaji mwenye eneo wa kiungo, lakini anajua kwenye movement zake nje na mpira wa miguu, yani nje na mpira anaweza kutengeneza nafasi ya kupokea mpira sehemu nzuri, lakini anaweza akafunga. Kwa upande wa Yanga naona amepata mtu ambaye anaweza kuwapa idadi kubwa ya magoli. Lakini pia angalia hata namna ambavyo ukafananisha ligi hizi mbili, linganisha ligi ya Afrika Kusini na ligi ya Tanzania, intensity yake jinsi ilivyo. Kule wanakimbia sana, hapa inawezekana akapata urahisi sana wa kufanya mikimbio miepesi kutokana na ligi yetu sio intensity sana. Kwa hiyo namuona ni sehemu alizungumza hapa, nilikuwa namsikia amezungumza Ngoso kuhusiana na faida ambazo atazipata nje ya uwanja. Unajua sisi tunaangaliaga sana kuhusiana na kufunga. Of course kufunga ndo kitu kilele cha mwisho kikubwa, lakini Young Africans inawezekana pia wametazama biashara za nje ya uwanja pia. Ndio kuna mtu hapa amegusa akawa anasema kibongobongo hatuna huo utaratibu, hatuna hiyo desturi. Utaratibu unajengwa na utaratibu unahama. Mfano nikwambie, ukizungumzia sasa hivi nchi kama Rwanda, Burundi, sawa, Kenya, Uganda wanavaa jezi za vilabu kabisa. Bwana michezo, karibu sana. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani? Ninaitwa Michael Mpina, natoka Lushoto Tanzania. Karibu sana ndugu yangu kutoka Lushoto. Sawa, nimewapata vizuri na nimewasikia vizuri sana. Kwanza kuhusu usajili waota player huyu bwana Shalulile, Peter, mkufichi ni usajili ambao umetuheshimisha nchi. Mimi ni mwanasimba, lakini sababu yeye mtu pia tulimhitaji kwa sababu wenzetu wamempata, kwanza ni kuheshimisha nchi. Ndio namba moja. Namba mbili, ukija pale kwa Yanga wamekuwa na masteka wengi kama Dempo. Ndugu yangu unaweza kaeka simu yako vizuri ili tukusikie vizuri, maana tunashindwa kuyasikia maneno mengine. Nasema pale Yanga pale kuna Dempo pale. Ndio. Yule Dempo shida yake kutuliza mipira, naona hawezi yule. Hata kutuliza mipira hawezi. Kwa hiyo yule kama naona kama safari yake inaweza kuwa imeiva. Ile bwana safari yake imeiva. Sawa. Sasa ndugu yetu wewe kwanza tukumbushe uko maeneo gani na unatamani pia nani mwingine atazame kipindi pamoja nawe leo?
Mimi nipo Lushoto, Tanga. Sawa. Unatamani nani mwingine atazame na wewe kipindi? Mtu ambaye napenda atazame na mimi? Ndio. Kwa kweli ningependa kijana wangu Mdeme. Naye atazame na mimi. Aha. Basi tukushukuru sana na bila shaka Mdeme naye atatupigia hapa kama atakuwa anatazama na wewe basi lakini jana nitaka samani. Jana yule Dr. Mo yule. Sasa Dr. Mo leo Dr. Mo hayupo bana. Mjadala wa leo ndio huu bana. Tunashukuru. Tunaomba tuwape nafasi nyingine. Asante sana. Haya, shukrani sana. Haya. Karibu mwana michezo, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani? Lakini kabla hatujaanza lolote, unatamani nani mwingine aungane na sisi kwenye kipindi hii leo? Haya, huyu naona alikuwa anajaribu kuona kama namba inapatikana. Karibu sana mwana michezo, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani? Awali ya yote, unatamani nani pia aungane na sisi kutazama kipindi, lakini pia kujadili mambo ambayo tunajadili hapa? Hello. Unaitwa nani? Unatoka wapi? Naitwa Jackson na Haya, Jackson, hebu tupigie tena maana mawasiliano yako kidogo hayajakaa sawa sawa. Karibu mwana michezo, unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani? Lakini kabla ya yote, sawa, nani unatamani utazame naye kipindi hii leo naye atupe maoni yake? Napenda kutazama kipindi na Juma Bakari kutoka Kilosa. Aha, sawa, karibu sana. Mimi maoni yangu, ndio, unajua sisi wa mashabiki wa mpira wa Tanzania wengi tunaanza kuona mpira sasa hivi kwa Azam TV. Na tunapenda sana na timu zetu kuliko kujua nini maana ya mpira. Hapo leo mkiichambua mpira mdogo, yani anafaa kucheza. Mashabiki wa Simba wanaweza katoa matope. Wakaona hii TV3 sasa hivi imekuwa TV ya Yanga. Kesho mkizungumzia Simba usajili wake ukiwa mzuri, mashabiki wa Yanga tunamuona Alex Ngereza yuko hivi, tutataja kila mtu tabia zake. Lakini wachambuzi wanatakiwa moto wa kumilivu, kwa sababu sisi wengi mpira tumeanza kujua timu na jana. Hatujui nini maana ya mpira. Ndio maana katika mtu ambaye anaongoza kutukanwa, kutumika ni mchambuzi wa mpira, hakuna mtu mwingine. Sawa, lakini wewe maoni yako unasemaje? Usajili Young Africans wamemuongeza hapo Peter Sharulile. Wewe unaona nini? Na uzuri ndio timu yako umesema Mchezaji ni mzuri, hakuna mtu anayekataa. Lakini kuja kufanya kitu ni jambo lingine. Kwa sababu tunaweza kama mmoja alifanya vizuri, hakuna mtu asiyemjua, lakini akaja hapa akafeli, ni kitu cha kawaida kwenye mpira. Kwa sababu hata mtu anaweza kuchukua kwa mzee anazaa akaja kwako asizai, ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo kwangu ni usajili mkubwa. Lakini kuja kutupa kile kinachotakiwa ni jambo lingine. Haya, shukrani sana ndugu yangu Kazi njema. Asante sana. Mwana michezo, karibu sana. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani? Naitwa Likei kutokea Lindi Ruangwa. Sawa, kabla ya yote kabisa, unatamani nani aungane na sisi kwenye kipindi? Mtaje hapa. Yaani mimi natamani rafiki yangu Shaibu Mpaika au Mnabii aungane kwenye kipindi. Haya, asante sana. Tupe maoni yako ndugu yangu. Mimi maoni yangu mimi ni shabiki sana wa Sports 3. Huwa naifuatilia vipindi vyao vyote kuanzia asubuhi nikiamka tu. Sasa leo mlikuwa mnamjadala hapo nyinyi waandishi wa habari. Mkao mnasema kwamba kati ya Peter Sharulile na Medi Kagere, kwamba Peter Sharulile hapo ni mchezaji tu wa kawaida na Medi Kagere ana rekodi kubwa kuliko Peter Sharulile kwa sababu alishinda goli 22 ni msimu wa kwanza, wa pili goli 21. Hapana, tafadhali utakuwa umesikia vibaya tafadhali. Kilichosemwa hapa sifa walizonazo kwenye kufunga hawa wawili, na ndio akatajwa hapo Medi Kagere, sifa zake ambavyo alivyokuwa na uwezo wa kufunga na akafunga mabao 22 kisifa wanafanana na Peter Sharulile. Ndio alitolea mfano. Hakusema Medi Kagere ni mbaya hatari sana kuliko Peter Sharulile. Ulisikia vibaya tafadhali. Pole sana. Hapana, sasa nilikuwa na swali. Nilikuwa na swali sasa. Nakusikia, karibu sana. Swali langu linasema hivi. Ndio. Huyo Medi Kagere unasema alikuwa nao wakati kwenye klabu ya Simba, amechukua tuzo gani au katika hilo katika klabu bingwa au shirikisho, naona tuzo gani kafika, au kwenye klabu bingwa
ni mwaka gani aliwahi kufunga magoli mengi akaonekana ni mchezaji bora kwenye klabu bingwa. Kiacha vipi rekodi za Peter Shalulile ambazo tunazifuatilia. Sawa, tunakushukuru sana. Bila shaka nafikiri tulikuacha kwenye mjadala kidogo. Haya, huyu mwenzetu nafikiri kidogo ya kitu kimoja Tagato. Mnaweza kuwa ni wachezaji ambao wote mnacheza eneo moja, mnafanana sifa, lakini haimaanishi kwamba mpo sawa. Alafu kuna kitu kimoja inabidi ndugu yangu hapa akielewe, pengine utakuwa wakati mzuri wa kumuelekeza. Ukisikia kitu fulani kinafanana na sifa ya kitu fulani, ni kama niseme tu kiganja changu unavyokiona hivi kilivyo, ni kama kinafanana sifa zake na kiganja cha Ngoso Msigwa. Lakini yani haviwezi kuwa sawa, ila sifa vinafanana. Kwamba huyu una vidole vitano, kuna kucha, kuna sifa, aelewe. Nafikiri watu wengi inawezekana mistari katikati ya kiganja iko tofauti. Hakuna aliyesema sijui, na nafikiri wazo litoka kwa Faraji. Hakuna na hakuna ambaye alisema wala haikusemwa kwamba Medi Kagere ni mnoma kuliko Peter Shalulile au sijui sifa za kiuchezaji ndani ya kiwanja. Na huwa tunapenda kutolea mifano kwa wale wachezaji ambao watu wengi wamecheza hapa na watu wengi wamewafuatilia, ili iwe rahisi. Tukianza kukupa mfano wa Cristiano Ronaldo, Messi, tunakosea au kwa sababu watu wengi wanapenda mifano namna hiyo, lakini kiukweli mimi nimetoa mfano wa Peter Shalulile anafanana na Samuel Eto'o, uchezaji wao. Sasa unajua kuna mtu mwingine inawezekana hajawahi kumuona Eto'o kabisa akiwa anacheza, lakini si unajua tunazungumza na Mtanzania wa kawaida kabisa. Na ndio maana hata TV yetu inatazamwa kwenye kifurushi cha kawaida kabisa ambacho mtu wa chini kabisa anaweza kuafford na kututazama. Sasa kwa tafsiri hiyo ndio mara nyingi huwa tunapenda mifano yetu iwe inakwenda kuwatazama wale wachezaji ambao ni familia kabisa, ni wachezaji ambao tunawaona kila siku. Kwa hiyo si kwamba Medi Kagere ni bora kuliko Peter Shalulile, hapana. Kilichosemwa sifa kwenye kufunga na uhatari wa kufunga. Young Africans wamempata mtu mwenye sifa sawa na Medi Kagere ambaye amewahi kuweka rekodi ya kufunga mabao 22. Tena hiyo 22 ni msimu wa pili, wa kwanza alifunga magoli 23. Msimu uliofuata akafunga 22. Sahihi. Kwa hiyo ule uhatari ndio Faraji akasema ana uhatari wa level hiyo akiwa kwenye box. Kwa hiyo nafikiri tulimwacha kidogo, naamini tulimwacha kidogo kwenye mjadala. Karibu mwana michezo, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani? Nazungumza na Jackie, napiga simu kutoka Kivule. Jackie kutoka Kivule, unatamani pia kwenye kipindi uungane na nani kabla hujatupa maoni yako? Nipenda niungane na Nyambi. Haya, karibu sana bana. Asante, nilikuwa nataka ni bana Jackie, unakatika, sijui unaweza ukatupigia tena ili tukusikie vizuri Hapo unanisikia? Hapo nakusikia. Karibu sana. Na ushauri au mada Peter Shalulile. Jackie, unakatika sana. Hebu tupigie tena tupigie tena ili tukusikie vizuri, lakini kwa sasa hivi unakatika. Haya, huyu hapa anasema habari studio, kimya wangu sijawasaliti. Mapambano ya maisha tu, nipo pamoja nanyi, tutachambua pamoja. Mrs. Samata huyo Taka nishangae bwana, rafiki yetu wa muda mrefu. Bana, inakuaje bana? Musa vipi? Wishi wa kijiwe. Afu ali Musa atakuja ujibu hapa. Uliahidi utaenda kuna mtu ambaye alishakuonana naye anakwana. Sasa ndio Musa tunataka aende kule kwenye kijiwe. Okay. Sawa, huyu hapa anasema bwana, wachambuzi mnawapa sana sifa wachezaji, ila kiukweli hawa watu wanaweza kuja kuchemka vizuri kabisa na mkabadilisha maneno yenu. Sawa, sasa hapo jibu dogo ni kwamba mchezaji anaweza akawa bora sehemu nyingine asiende kuperform sehemu nyingine. Gairi Bigirima na alicheza EPL akaja Tanzania, hakuonyesha kile ambacho watu wengi walitarajia. Ndio? Ni maisha ya mchezaji. Mohamed Dumbia msimu jana tu ameingia Yanga, hajafanya hicho kikubwa ambacho walitarajia. Lazarus Kambole amecheza PSL na Kaizer Chiefs, amekuja Tanzania, unanielewa? Kwa hiyo kuna maisha ambayo unaweza ukafanikiwa sehemu moja, sio kwamba ukifeli wewe ni mchezaji mbaya. No. Yaani kwa mfano sasa hivi labda Peter
afike Tanzania alafu labda asifunge magoli mengi tukasema kwamba ni mchezaji mbaya. No, mazingira, wewe unazungukwa na nani? Unanielewa? Kama unaozungumza sometime hata makocha wanahusika kuviua vipaji vya wachezaji. Unajua kocha anaweza kana chaguo lake. Mfano alivyopika kocha pale Mamelodi Sundowns. Peter alikuwa anawekwa bench kutokana na mfumo ambao anautumia. Lakini majeraha, alipata majeraha. Baadaye of course alipata majeraha, lakini alikuwa anamweka nje. Kwa hiyo inawezekana mwalimu tu aopti na mfumo ambao unatumia wewe. Tayari wewe ndo anakuua taratibu sababu unakaa bench. Lakini pia nani Cardoso, Miguel Cardoso yule kocha yule. Kocha Mamelodi Sundowns. Washambuliaji ambao ambao wanawatumia ukiwaangalia na sifa za Peter na aina yake ya mpira ni vitu vinakolai. Yaani umeona yule Leon yule Mkolombia. Aina yake ya uchezaji. Alafu muangalie Ikram Raines. Alafu angalia yule Asa Sales Brazil. Umeona watatu. Ukiwaangalia tu hivi kuna vitu ambavyo off the ball wanaweza wakakuofa tofauti na kile ambacho anakitoa Shipiri. Sawa, lakini kumbe inawezekana kwenye timu kuwa na top kabisa watatu. Lakini kuna kitu amekizungumza hapa. Timu lazima balance. Unajua kwenye timu unaweza kuwa na wachezaji bora wakubwa. Na timu kama haija balance maana yake unakwama. Kwa sababu gani? Kutoka eneo la ulinzi, kiungo, lazima kuwepo na watu wa aina ambao wanaibeba timu kwenye maeneo tofauti.